Uganda imezindua sanamu la Yonathan Netanyahu, kamanda wa Israel aliyekufa wakati wa operesheni Entebbe mwaka 1976. Lakini katika operesheni hiyo wanajeshi 40 wa Uganda walipoteza maisha yao wakitekeleza majukumu yao kwa mujibu wa serikali ya wakati huo. Swali ni hili: kwa nini sanamu la kamanda wa nchi nyingine lijengwe Uganda wakati wanajeshi wa Uganda waliokufa kwa ajili ya taifa lao hawakupata heshima hiyo? Sina jibu la mwisho kwa sababu huo ni uamuzi wa serikali ya Uganda, lakini swali hili linastahili kutafakariwa sana. Waafrika hatujikubali sisi wenyewe. Waafrika tutazidi kuitwa manyani, na kwa hali hii tutaendelea kuwa masikini na watumwa wa kifikra. Lakini katika hili wapo watakaosema ni sehemu ya diplomasia ya kuimarisha uhusiano kati ya Uganda na Israel. Hilo linaweza kuwa kweli, lakini pia wapo watakaouliza, je, taifa halipaswi kwanza kuwakumbuka mashujaa wake kabla ya kuwakumbuka mashujaa wa mataifa mengine? Hilo ni swali ambalo kila Mtanzania, Mkenya, Mganda na Muafrika kwa ujumla anaweza kulitafakari. Kuna jambo lingine ambalo limekuwa likiibua hisia za wengi. Kwa miaka mingi kumekuwa na matukio ambapo baadhi ya watu wamewatukana Waafrika kwa kuwaita manyani. Kauli hizo ni za kibaguzi na za kudhalilisha na hazina msingi wa kuwahukumu Waafrika kama watu. Lakini swali la kujitafakari ni hili: je, tunajipa thamani tunayostahili ama tunakubali kuendelea kuitwa sisi ni manyani? Tunaposhindwa kuthamini historia yetu, mashujaa wetu na mafanikio yetu sisi wenyewe, tunatoa nafasi kwa historia za wengine kutawala fikra zetu. Hata hivyo, ni muhimu sana kutenganisha haya mambo mawili. Kujenga sanamu la mtu wa taifa lingine hakumaanishi kwamba Waafrika ni manyani, lakini swali la msingi la kujihoji, kama tunafanya juhudi za kutosha kuhifadhi kumbukumbu za mashujaa wa watu wengine au kutoka katika mataifa mengine ndani ya nchi zetu za Kiafrika. Wakati huo Afrika imejaa mashujaa. Wapo waliopigania uhuru wetu sisi wenyewe, wapo waliolinda mipaka yetu, wapo waliotoa maisha yao kwa ajili ya wananchi wao. Je, tunawasimulia watoto wetu historia zao? Je, tunawajengea makumbusho? Je, tunawainulia masanamu? Au tunasubiri mataifa mengine yaandike historia zetu huku sisi tukiwa tumekaa kimya? Mwisho wa siku, heshima inaanza na sisi wenyewe. Hatuhitaji kumchukia shujaa wa taifa lingine, hatuhitaji kupinga historia ya wengine, lakini tunapaswa kuhakikisha kwamba historia ya Afrika haisahauliki ndani ya Waafrika wenyewe, kwa sababu taifa lisilowathamini mashujaa wake linaweza kukua likiwafahamu mashujaa wa wengine kuliko wa kwake. Na hapo ndipo tunapaswa kujiuliza, je, tatizo ni historia ya wengine au ni sisi kushindwa kuhifadhi na kuitunza historia yetu wenyewe? Afrika, Afrika, Afrika. Amka Afrika, amka Afrika. Tusiendelee kuwa masikini na watumwa wa kifikra. Asante kwa kutazama. Mimi ni Yosia mwana wa Emmanuel. Tuendelee kujifunza historia, kufikiri kwa kina na kujenga Afrika inayojithamini bila kuwadharau wengine. Toa maoni yako katika hili ambalo tumekwisha kulizungumza. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili tuzidi kujifunza zaidi na zaidi.